Kwa majina naitwa Andrew Mola Ilere. Kila mtu alitoa sauti ya kwamba kuna vile ambavyo tunataka tuishi sisi wapi hapa Isiolo. Kwetu ni kambi ya juu na nilizaliwa mwaka wa 1970. Kuna kabila nyingi sana hapa zinakaa Isiolo. Na ile kitu na regret sana ni ya kwamba sisi katika siasa yetu ya Isiolo tunasahau ya kwamba kuna jamii ambazo ziko na uwezo ya kuongoza. Okay, mimi ni Mturkana. Ninapenda chakula sana. Na chakula ya Kiturkana ile mimi napenda ni ugali na nyama. My favorite artist ya kwanza mimi napenda kusikiza reggae music sana. Na ambaye ninapenda ni huyu Mwafrika ambaye anaitwa Lucky Dube. Kwa majina naitwa Andrew Mola Ilere. Mimi ni mkaaji wa hapa Isiolo. Kwetu ni kambi ya juu na nilizaliwa mwaka wa 1970 mwezi wa 12 hapa kambi ya juu. Nilisomea katika shule ya chekechea ambayo inaitwa Isiolo Children's Home kuanzia nursery mpaka darasa la 8. Hiyo ni kutoka 1978 mpaka 1986. Nilisomea hapa Isiolo. Baada ya kufuzu kuenda shule ya upili, niliingia hapa Isiolo Boys kutoka form 1 mpaka form 4. Baadaye nikaingia masomo ya university ambayo ilikuwa ni tofauti kidogo kwa sababu nilikuwa nimeshika mambo ya kanisa sana. So tukaingia Catholic University mwaka wa 1994 mpaka 1998. Baadaye sasa baada ya masomo nikapata shahada ya degree. Nilipata shahada ya degree ya Sociology and Social Anthropology. Ni Social Sciences and Social Anthropology, yani kujifundisha kuhusu binadamu. Kutoka hapo 1998 nikapata kazi na UNICEF, nikapata kupostiwa huko Lokichogio. Nikafanya kazi kutoka 1999 mpaka the year 2001. Nilikuwa nafanya kazi Operation Lifeline Sudan. Wakati huo kulikuwa na vita kali sana huko Southern Sudan, so kazi zilikuwa mingi. Nilifanya hiyo kazi kwa muda wa miaka 4. Mwaka wa 2002 mpaka 2006 nilipata kazi hapa Nairobi. Nikaishi hapa Nairobi. Tulikuwa tunafanya kazi ya sales ya kuuza electronics, kuanzia house appliances mpaka maprojector, makamera, hizo vitu zote tulikuwa tunafanya kwa muda wa miaka 4. Mwaka wa 2008 nikapata nafasi ya kuajiriwa na Kenya Oil Company kama salesman wa mafuta. Tukauza mafuta kwa muda wa miaka kutoka 2006 mpaka the year 2013. Hapo sasa ndio wakati kampuni ilipofunga kazi, nikakaa kuanzia 2013 mpaka 2022. Sikuwa na kazi kamili, ilikuwa ni ile kazi ya kuhustle, kufanya kazi kimwanaume. Nilikuwa nasomea upadri. Na hapo ndio mahali kuna miaka 12 ambayo nilikuwa nasomea kutoka mwaka wa 2001 mpaka 2008.
mwaka wa 2008. Nilikuwa nasomea upadri, niliingia inaitwa Apostles of Jesus, shirika la wafuasi wa Yesu Kristo. Hapo sasa ndio tulisomea, lakini baadaye unajua inakuanga ni mwito huwa inakuja na inaletwa na Mwenyezi Mungu. So baadaye nikauliza Mwenyezi Mungu, nikapiga magoti, nikaomba Mwenyezi Mungu, nikamweleza nionyeshe barabara kamili, sababu ilikuwa imebakia miaka 2 tu ili niweze kuwa sasa padri. Lakini baadaye nikapata Mwenyezi Mungu alinionyesha badala ya kuelekea kumfanyia kazi kwa upande wa kuwa padri, ilibidi alinionyesha upande huu mwingine. So nikabarikiwa, nikapata mke na watoto. So lakini bado tuko ndani ya kanisa mpaka saa hizi. Sisi ni wachanganuzi wa kanisa na tunasaidia kanisa kwa mambo mengi sana. Isiolo ni mahali pa siasa. Na nakumbuka tulikuwa na shida mingi sana kutoka mwaka wa 1992. Wakati tulipokuwa na shida nyingi sana hapa Isiolo, watu wamepigana, watu wakauana. Ikafika mpaka mwaka wa 2001 December, wakati hapa kambi ya juu watu wetu 11 waliuawa. Na hiyo kitu iliniuma mimi mbaya sana. Nikasikia ni kama ya kwamba kuna kitu inakosekana. Na ile kitu inakosekana ni uongozi bora. Na hapo ndio nikajiambia kwamba sasa wacha tuanze mambo ya kuelimisha na kuelimishana kuhusu uongozi bora. Na ya kwanza nikaamua kabisa kuanza kuzungumza na jamii yangu, sababu wao ndio tunatangamana karibu sana. Na kama singeweza kuanza na jamii yangu, haingekuwa na maana ya mimi kwenda kutoka nje na kueleza watu ya kwamba tuzungumze kuhusu amani. So nikaingia kabisa kuanzia mwaka wa 2001, tukaanza hiyo Disemba, tukaanza kabisa kupambana na utovu wa nidhamu, utovu wa kukosa amani, utovu wa kukosa maendeleo. Kwa sababu mahali ambapo pana vita, hakuna amani, hakuna maendeleo, hakuna urafiki, hakuna nini, yani inakuwa ni kama watu wamekuwa refugees. Tulikuwa tumeona vile zile dunia zingine ambazo zinapigana kwa sababu ya kukosa uongozi bora. So ile kitu ilinipatia motisha kabisa ni ya kwamba nijaribu kwanza kabisa kuelimisha watu wetu, jamii yangu ya Waturkana, ili waweze kujua kwamba jamii zingine sio adui, jamii zingine ni watu kama wao. Ndio sasa baada ya hapo tukatengeneza tuseme marafiki ambao tulikutana, tukasema wacha tutengeneze kitu inaitwa Friends of Isiolo. Kitu ya kwanza ilikuwa ni kuhubiri amani. Kitu ya pili ni kusaidia wale watu ambao wameathirika na vita. Na kitu ya tatu ni kuhakikisha ya kwamba watu wamejua na kuelewa tofauti ya kuishi katika amani na kuishi kwa vita. Na tulikuwa vijana karibu 26 kutoka kwa hii jamii ya Isiolo. Na wengi wao bado pia mpaka saa hizi ndio wako na NGOs zao ambazo wanahubiri amani ndani ya Isiolo. Na kwa kusema ukweli tumefikia sana mpaka mahali sasa jamii nyingi hapa Isiolo zinaishi na amani. Hapa Isiolo. Lakini huko nje bado tuko na shida kwa sababu wengine wanaishi maisha ambayo unakuta ya kwamba ni wanaume peke yao wanaishi ni warani. Unakuta kuna mahali wanaume watakikana wafike ni akina mama peke yao ama na wanawake peke yao. Sasa hakuna utengamano wa kuleta nini? Wa kuleta amani. Lakini bado tunaendelea. So ile kitu ambayo ilinisukuma mimi sana ni lazima tutafute kuwa na uongozi bora ambao utatusaidia sisi tuweze kuona maendeleo na kuishi kwa amani. Ya pili, baada ya kuzungumza na watu kuhusu mambo ya amani, vita hapa Isiolo ilikwisha. Tulikuwa na vita ya kikabila. Ukikumbuka watu walikuwa wanapigwa risasi ovyo ovyo. Watu kama hapa kambi ya juu watu 11 waliuawa. Pale Trakta watu 9 waliuawa. Pale 78 watu wengine 12 wakauawa. Upande hii hata kuna watu waliuawa karibu 8. Upande hii LMD watu waliokuwa wanakaa na amani kwa sababu jamii ambazo zilikuwa zinakaa hapo zilikuwa zinapigana. Lakini baadaye watu wakakaa chini, tukaanza mambo ya kuzungumza amani, watu wakasikilizana. Saa hizi watu wengine hata Waturkana wanafika mpaka Merti wanakaa mzuri pamoja na Waborana, hakuna wizi, hakuna ubaya. Wengine hata walienda mpaka Mombasa, watu wanaishi na amani. Hivyo ndio ilikuwa utamu. Hiyo ni kitu ya pili ambayo tulifaidika na tukafurahia sana. Mpaka saa hizi ile kitu ambayo tumeona kabisa ni ya kwamba watu wetu wanaishi kwa amani.
Nini una regret sana kwa maisha yako? Ile kitu na regret sana katika maisha yangu sana sana kwa upande wangu, yani sijafikisha mahali nilikuwa nataka kufika, sababu nimekuwa nikitafuta uungwaji mkono katika kutafuta uongozi ya kisiasa. Na unajua Isiolo yetu hii kuna kabila nyingi sana hapa zinakaa Isiolo, na ile kitu na regret sana ni ya kwamba sisi katika siasa yetu ya Isiolo tunasahau ya kwamba kuna jamii ambazo ziko na uwezo ya kuongoza, na unakuta ya kwamba kuna jamii fulani ambayo inaona ni kama yani ni wao peke yao ndio wako na ari ya kuongoza, wale wengine hawana. Kwa mfano sasa kama baada ya ugatuzi tulikuta ya kwamba governor alikuwa ni jamii fulani, senator alikuwa jamii fulani, women rep alikuwa jamii fulani, MP peke yake 2013 tulikuwa na MP moja ambaye alikuwa ni Mturkana. Baadaye 2017 Waturkana wakakosa viti kwa sababu ya maneno yao, lakini ikawa tena ni jamii moja ndio inaongoza kutoka juu mpaka chini. 2022 tena ikakuja namna hiyo. So ile kitu mimi na regret sana ni ya kwamba bado tuko na kitu inaitwa ukabila ndani ya watu wetu wa Isiolo. Na hiyo kitu ndio inatusumbua sisi, inatukataza sisi maendeleo. Sisi kwa mfano wengine wetu tulikuwa tunaamini ya kwamba kama jamii zetu tunaweza kukaa kwa uzuri. Hizi jamii zingine ndio ziko na uwezo, tuseme kwa upande wa kifedha. Wengine wako na uwezo kwa upande wa kuwa na rasilimali. Wengine wako na uwezo wa kuwa na watoto wao wameenda shule kwa muda mrefu sana. Mbona basi tusikae chini tuambiane ya kwamba hizi vitu zote kwa sababu watu wako pamoja ziwe in a rotational basis. Sasa imefika mpaka mahali imefikia wengine wanasema ya kwamba tutapatiana kiti moja kwa jamii moja, ile ingine kama hata wakikuja hawatapata kupata nini? Kura. Hiyo ndio ile kitu mimi na regret sana ya kwamba bado hatujafikia kumaliza ukabila ndani ya Isiolo. Nini kinakufurahisha sana maisha yako? Katika maisha yangu mimi niko na furaha sana. Nilipata bibi mzuri, watoto wazuri, niko na familia nzuri yangu yenyewe, pia familia ya baba yangu na ya mama yangu. Walitulea vizuri sana. Na niko na furaha sana kwa sababu kama haingekuwa hao, hatungekuwa saa hizi tunazungumza. Tungekuwa tumepotelea huko, tumekuwa walevi, tumefanya nini, lakini walitushika na wakutufundisha na kutuvuruta masikio na kutuambia kwamba maisha ndio haki yako, na maisha lazima wewe mwenyewe uitengeneze na utake vile wewe unataka ndio itakuwa. Hiyo ndio furaha yangu kubwa sana kwa upande wangu. Kwa upande wa siasa nafurahi sasa kwa sababu watu wamefunguka macho. Na nadhani mwaka wa 2027 Mungu akitujalia tutafanya uamuzi kulingana na vile mtu amefanya kazi. Okay, mimi ni Mturkana. Ninapenda chakula sana. Na chakula ya Kiturkana ile mimi napenda ni ugali na nyama. Hapo hatuwezi kucompromise na mtu yote. Na pia katika maisha yangu nimeoa katika jamii ya Wameru. Chakula ile ambayo mimi napenda sana kwa Wameru ni mukimo. Ninaipenda sana kwa sababu kuna vile inatengenezwa ama ni kwa vile wanatengeneza mpaka unasikia harufu ukiwa huko unasema asante sana. Hiyo ndio chakula ambayo ninafurahia sana. Na nikikutana na President Ruto, neno langu ni moja. Mheshimiwa Rais, kama hautaweza kukamilisha yale ambayo watu ambao walikupigia kura walikuwa wanataka, kwa mfano lazima kuwe na amani, kwa mfano lazima kuwe na maendeleo, pesa ya maendeleo lazima ifanye kazi ambayo inastahili ifanye. Na ya pili, ya tatu ni kuhakikisha kwamba wale watu ambao waliua watoto wetu wakati wa maandamano ni haki ya kila mtu. Hakuna wakati maendeleo inaweza kuja bila maandamano, inaambatana. Hakikisha ya kwamba wale watoto ambao waliuawa wamepata haki. Kama ni polisi alifanya namna hiyo, ama ni jeshi, ama ni nani, lazima haki ipatikane. Au wazazi machozi yao iko juu ya mgongo yako kila siku. So kama wewe rais, kama utashindwa namna hiyo, tafadhali tu nitakueleza kwa upole, nenda nyumbani. My favorite artist ya kwanza mimi napenda kusikiza reggae music sana. Na ambaye ninapenda ni huyu Mwafrika ambaye anaitwa Lucky Dube. Na nikiongezea kuna huyu mzee anaitwa Burning Spear. Kuna wimbo ambaye anasema you think we are stupid. Hiyo wimbo inazungumza sana, inanifurahishanga sana kwa sababu
inaambia wale watu ambao wanafikiria wengine hawana akili waache kufikiria namna hiyo. Kila mtu ako na akili, kila mtu anajua ile kitu anataka, na kila mtu ako na maono ambayo anataka katika hii dunia. Hao ndio my two favorite reggae artists. Kwa upande wa rumba, kwa sababu napenda rumba sana, Fally Ipupa na Koffi Olomide. Hao ndio watu ambao ninapenda sana. Alafu kuna zile zetu za kawaida zilizopendwa, kina Daudi Kabaka. Hizo ndio ngoma ambazo mimi napenda. Mimi napenda ngoma za Waturkana sana. Kuna huyu kijana wetu ambaye anaitwa Imosh, anaimba nyimbo nzuri sana ambazo zinaitikiana pamoja na vile mimi nafikiria. Na ninashukuru sana kwa sababu ni jamaa ambaye ni machachari, anaenda na muziki zake zinaenda na the times as they are going. Kama Mwenyezi Mungu ataweza kutupatia hiyo ari ya kuwa MP. Ingawaje saizi tuko na MP ambaye anafanya kazi vizuri sana. Kama atasema ya kwamba yeye hataweza, basi tutajitupa ama tutajitosa katika huo ulingo wa kutafuta kiti cha MP. Lakini kama bado ako na roho ya kufanya kazi, sisi tutamsupport. Hizo ndio vitu mbili ambazo mimi nitaangalia. Good. Neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho ni kwa watu wetu wa Isiolo. Tusikue rahisi sana katika kupitisha kitu inaitangwa judgment. Mambo ni mengi ambayo sisi watu wa Isiolo tunahitaji kuona inafanyika. Na kama ni maendeleo haikuji kwa siku moja. Maendeleo ni process. Na kama wale viongozi ambao saizi tuko na wao, tuwapatie nafasi ya kufanya kazi. Ya pili ni ya kwamba tusiwachochee ili waweze kupigana na viongozi wale wengine. Wacha viongozi wote wakae chini, watufanyie kazi, watuambie vile wanataka. Ikifika mwaka wa 2027, wakati utakapoambiwa tena kuja uchague kiongozi mwingine, kama yule kiongozi hakukupatia ile kitu ulikuwa unataka, hapo ndio unatakana utumie nini? Uwezo wako wa kupiga kura kumuondoa. Lakini saa hizi patieni hawa kazi, mtihani wako kwa mtihani. Tungoje wakati hiyo mtihani itakapoisha, tunaweka max. Kama amepata 0, anaenda nyumbani. Kama amepata 100 kwa 100, anarudishwa. Hivyo tu ndio naweza kusema, kwa sababu tukianza kutumia mambo mengine ambayo kama ni chuki, tunapiganisha viongozi, huyu anasema hivi, huyu anasema vile, na hata tujaribu kuwaambia viongozi wetu ya kwamba sisi hatutaki mambo ya watu kupigana, bali tunataka watu wafanye kazi kwa pamoja. Tukifanya namna hiyo, tutafanikiwa kupata maendeleo.